Hujambo na karibu Matukio Daima Habari, na miongoni mwa habari tulizonazo kwa siku ya leo ni pamoja na Mbunge Ngajilo awataka wazazi kushirikiana na serikali kuhakikisha kila mtoto anapata elimu bila ubaguzi. Msiwafiche watoto, msiwafiche watoto. Watoto wote waletwe shule. Wewe hata kama huna uwezo, hali yako mbaya kabisa, peleka shule. Mkuu ametakufanya. GDC yawataka wawekezaji kutumia fursa kuwekeza katika nishati jadidifu. Waje kwa wingi, sisi tunawakaribisha na tutaendelea na hili zoezi letu hata katika mitandao yetu ya kijamii kuendelea kutoa elimu na kutoa hamasa kwa wawekezaji. Vijana bodaboda Mkimbizi Shayo washukuru msaada wa kuboreshewa ofisi na Mbunge Ngajilo. Na pia tunashukuru kwa sababu ametuahidi atujengea banda letu hapa tukiwa sisi kama bodaboda. Kwa kweli tunashukuru sana. Habari za jioni, mtazamaji wa Matukio Daima. Karibu katika Matukio Daima Habari tutakao kusomea jioni ya leo. Jina langu ni Beldina Majenge, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye mwenzangu. Jina langu ni Emmanuel Manonga. Kwa pamoja tunasema karibu uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu. Na tukianzia mkoani Iringa, mbunge wa jimbo la Iringa mjini Fadhili Ngajilo amekabidhi msaada wa vifaa mbalimbali vya elimu kwa watoto wenye maisha duni wanaosoma katika shule ya msingi mkoani Iringa, akisisitiza wazazi kuhakikisha watoto wote wakiwemo wenye ulemavu wanapata haki yao ya elimu. Akizungumza katika hafla iliyofanyika katika shule ya msingi Ugele, Ngajilo amekabidhi magodoro, madaftari, mahindi, maharage, matranka na vifaa vingine muhimu vilivyolenga kuboresha mazingira ya kujifunzia na kuishi kwa watoto hao. Ngajilo amewataka wazazi kuacha tabia ya kuwaficha watoto wenye ulemavu majumbani, akisema serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Rais Samia Suluhu Hassan imejipanga kuhakikisha kila mtoto anapata fursa ya elimu bila ubaguzi. Tofauti kata zile tofauti wa Mheshimiwa Siwema. Kutoka kwa Mheshimiwa Siwema hapa kabisa, si ndio? Watoto wenye ulemavu sasa hivi wasiwekwe ndani. Dr. Samia anataka wasome. Watoeni, msifiche watoto. Huwezi kujua atakuwa nani kesho. Kule Japani kuna tajiri mlemavu, ni mmoja wa mabilionea 10 wa Marekani, lakini ni mlemavu tena. Ule ulemavu wake hawezi kufanya kitu chochote kile. Yuko kwenye kiti, lakini kwenye kile kiti alipopewa elimu ya kutosha, ile elimu katumia kufanya ubunifu, kafanya uwekezaji kupitia elimu aliyopewa. Leo hii ni mmoja wa mabilionea wale 10 na ni mlemavu. Yaani ni mtu wa kuinua tu kwenye kiti, kupeleka anakotaka. Hawezi kufanya vitu peke yake, lakini ni mlemavu. Wangempuuza wazazi wake, si asingekuwa bilionea, si ndio? Bungeni mle, ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamo wabunge walemavu. Si wao mnawaona? Wazazi wao wasingewapeleka shule wale, wangekuwa wabunge. Utaingia bungeni mle mbombo? Uwezi. Lazima usome. Kwa lazima msomeshe watoto, au sio? Lazima msiwafiche watoto. Msiwafiche watoto. Watoto wote waletwe shule. Wewe hata kama huna uwezo, hali yako mbaya kabisa, peleka shule. Mkuu ametakufanya. Sawa? Hawa wote ni watu wa serikali, na serikali yao, mkuu wa utumishi wa nchi hii ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Hataki kuona mtoto anakaa ndani. Akiwasilisha taarifa ya shule mbele ya mbunge, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Ugele Maskisinga amesema shule hiyo ina jumla ya wanafunzi 82 wa shule ya awali na msingi pamoja na walimu 6, wote wakiwa ni walimu wa kiume. Ndugu Mheshimiwa mbunge, shule ya msingi Ugele ina jumla ya wanafunzi 82 ikiwa na wavulana 34, wasichana 48 wa elimu ya awali na msingi. Shule ina jumla ya walimu 6 ambao wote ni wanaume.
taaluma. Ndugu Mheshimiwa Mbunge, shule imekuwa ikifanya vizuri kitaaluma. Mwaka 2025 jumla ya wanafunzi walikuwa 5, watahiniwa wote walifaulu na kujiunga na elimu ya sekondari kwa mwaka wa 2026. Aidha, watahiniwa wa upimaji darasa la 4 2025 wote walifaulu na kuweza kuendelea na masomo ya darasa la 5. Chakula cha wanafunzi. Wanafunzi wote wanapata chakula kizito, yani ugali, kila siku za masomo. Chakula cha wanafunzi kinapatikana kupitia michango ya wazazi na walezi. Asante sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa. Na kampuni ya uendeshaji joto ardhi Tanzania TGDC imetoa wito kwa wawekezaji wa ndani na nje ya Tanzania kutumia fursa zilizopo katika uwekezaji wa uzalishaji wa nishati jadidifu, hatua inayolenga kuongeza upatikanaji wa nishati safi, rafiki kwa mazingira na inayochochea maendeleo ya sekta ya kilimo na uchumi kwa ujumla. Akizungumza katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam Sabasaba, kaimu meneja wa TGDC Mhandisi Mkufu Tindi amesema kuwa mfumo wa taratibu za kushiriki katika uwekezaji huo upo tayari na wazi, kwamba kampuni iko tayari kushirikiana na wadau wote wenye nia ya kuwekeza katika sekta ya nishati jadidifu. Kushiriki katika maonyesho haya ya 50, na safari yetu imekuwa ya mafanikio makubwa kwa sababu tumeweza kupata wadau mbalimbali ambao hasa ndio la msingi lililotuleta hapa. Tumeweza kukutana na Watanzania wa kada mbalimbali, wanafunzi, wawekezaji, watu wa huduma mbalimbali ambao wana nia ya kufahamu nini hasa joto ardhi na joto ardhi inawezaje kunufaisha nchi yetu. Kwa hiyo tumekuwa na safari ya mafanikio tukikutana na makundi hayo mbalimbali na kuweza kutoa elimu na namna gani tunaweza tukashirikiana na hawa. Kwa hiyo tunatoa wito kwa Watanzania na hata wasiokuwa Watanzania ndani na nje ya nchi wenye nia ya kuwekeza katika nishati hii, wanakaribishwa. Taratibu na mifumo namna gani wanaweza kushiriki nasi ipo wazi na ipo wazi na wanaweza kupata mwongozo wa namna gani tunaweza tukashirikiana, na tungependa kutoa wito waje kwa wingi. Sisi tunawakaribisha na tutaendelea na hili zoezi letu hata katika mitandao yetu ya kijamii kuendelea kutoa elimu na kutoa hamasa kwa wawekezaji. Nishati jadidifu ina faida nyingi, lakini kubwa hasa hii ni nishati ambayo ni rafiki kwa mazingira, na pia tunaposema lile neno jadidifu manake hii ni nishati ambayo tunasema ipo kadri unapoendelea kuitumia na yenyewe inaendelea kuwepo. Kwa hiyo ina manufaa kwa maana kwamba ya uwepo wake kwa muda mrefu na ikaendelea kutumika. Endelea kuwakaribisha, na katika maonyesho ya 88 sisi kama TGDC tutashiriki na tutaenda kumuonyesha Mtanzania na wadau mbalimbali namna gani hii nishati ya joto ardhi inaweza ikasaidia katika kilimo na shughuli zote zinazoambatana na mazao ya kilimo. Kwa hiyo ningependa niwakaribishe Watanzania, karibuni sana kwenye sherehe za 88 na msisite kututembelea TGDC wakati wa maonyesho. Na tukielekea mkoani Iringa, vijana wa bodaboda wa mtaa wa Mkimbizi Shayo wamemshukuru mbunge wa jimbo la Iringa mjini Fadhili Ngajilo ambaye ameahidi kuwasaidia kuboresha mazingira ya ofisi yao, wakisema msaada huo unaongeza hadhi ya eneo lao la kazi na kuwapa motisha ya kuendelea na shughuli za kujipatia kipato. Akizungumza kwa niaba ya waendesha bodaboda katika kituo cha Shayo, Julius Ali amesema wanafurahi kuona jitihada za kuinua vijana kupitia ujenzi wa banda lao na kuahidi kuendelea kushirikiana na wadau wote wanaojitokeza kuunga mkono sekta binafsi. Nani mmeweka banda lenu hapa? Basi na sisi tunakuja na mpango, tutawasaidia baadaye tuone namna ya kuwa tuna viboresha. Au sio? Hata kwa mabati kidogo yao mazuri. Lakini wapongeze sana, mmetengeneza mmejitahidi. Lakini muda si mrefu na sisi tunavuta uwezo. Tukipata uwezo tutakuja kuwaunga mkono. Au sio? Basi tupate chai. Nani mwenyekiti sadipe chai? Sio? Haya, nashukuru. Asante sana. Barikiwe sana. Haya, asante. Nashukuru sana. Ndio mheshimiwa mwenyewe. Iko mkaa vizuri. Nashukuru sana. Asante sana baba. Asante. Tunashukuru kwa sababu anatukumbuka vijana wenzie.
na pia tunashukuru kwa sababu ametuahidi atujengea banda letu hapa tukiwa sisi kama bodaboda. Kwa kweli tunashukuru sana. Asante. Jina langu naitwa Julius Ali maarufu Madenge. Sisi kwa mbunge alichokiongea cha kutuboreshea ofisi yetu hapa, tunashukuru sana kwa sababu tunaona jitihada zao za kutuunga mkono vijana na kusapoti sekta binafsi kama hizi. Tunashukuru sana, tuko nao pamoja. Asante sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa. Na jeshi la polisi mkoa wa Tabora limewakamata watuhumiwa watatu waliokuwa wakidaiwa kupanga kuwaibia wateja wa benki za CRDB na NMB kwa njia ya udanganyifu. Akitoa taarifa ya tukio hilo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi Twaha Lulengulule, amesema watuhumiwa hao walinaswa Julai 10 mwaka 2026 wakiwa katika maeneo ya benki hizo. Baada ya kupekuliwa, walibaini kuwa na dola 7 za Kimarekani, daftari 6, bahasha 8 na karatasi zilizokatwa kwa mfano wa noti za dola zilizokuwa zikitumika kwa laghai waathirika. Tupate taarifa zaidi. Mnamo tarehe 10 mwezi wa 3 majira saa 3 za asubuhi huko katika maeneo ya benki ya CRDB wilaya ya Tabora, walikamatwa watuhumiwa waliotakiwa wanafanya mpango wa kuingia ndani ya benki CRDB na benki ya NMB kwa lengo la kutaka kufanya uhalifu wa kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Watuhumiwa waliokamatwa ni Shabani Nyambi, miaka 36. Huyu ni mkazi wa Kimara Korogwe, kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Mtuhumiwa wa pili anaitwa Sadati Masudi, huyu ya miaka 52, yeye ni mkazi wa Kimara Temboni, kata ya Kimara na wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Na mtuhumiwa wa tatu ni Veronica Richard, miaka 40, huyu ni mkazi wa Kimara Temboni, kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Walikuwa wanataka kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Kwa baada ya kuwakamata, watuhumiwa walikutwa na dola 7, kwa maana dola moja ziko 7, daftari dogo la Spireline na mistari 6 na bahasha za kaki 8 pamoja na karatasi. Daftari hizo zilikusanywa kwa mfanano wa dola. Walikuwa wamekata karatasi kwa mfanano wa dola, lakini mfanano wa dola. Baada ya zoezi hilo la ukamataji kukamilika, watuhumiwa hao waliweza kupekuliwa na walikutwa na hivyo vifaa ambavyo nimevitaja, na lengo kubwa ni kwamba wanatumia njia ya kwenda kwenye benki, wanaangalia kama kuna wateja wanatoa fedha, basi wanakuwa karibu na wanamfuatilia mmoja wapo. Lengo kubwa ni kwamba wanaanza kumshawishi kwamba hii benki hii rate yake ya dola ni ndogo, kuna sehemu rate ni kubwa. Sasa kama ukishawishika, wenyewe tayari wanakuwa wana zile fedha ambazo ni mfanano wa karatasi kama dola, na zile dola moja wameweka kule juu, wameweka kwenye rubber band. Wewe utashawishika sasa utoke pale ili ukapate fedha nyingi kwenye duka ambalo sio sahihi. Kwa hiyo ni matukio yao ambayo wanafanya. Kwa baada ya kuwakamata, tuendelea kuwahoji, na baada ya kuwahoji sasa tutafikisha mahakamani kama ilivyokuwa ada yetu. Kwa hivyo jeshi la polisi mkoa wa Tabora linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora kuwa makini na watu wasiowafahamu wanaofuatilia na mara baada ya kutoa fedha benki na kuwashawishi kufanya biashara au kubadilisha fedha nje ya utaratibu rasmi. Benki na taasisi za fedha zina taratibu zake za kubadilisha fedha. Hivyo wananchi wanashauriwa kuzifuata na kuepuka kufanya miamala na watu. Na mbunge wa jimbo la Buchosa Eliki Shigongo amewaambia wananchi wa Buchosa kuwa katika kipindi cha miaka 5 iliyopita serikali imefanya mambo mengi ya maendeleo katika jambo hilo kupitia utekelezaji wa miradi mbalimbali. Eric Shigongo ametoa kauli hiyo alipokuwa akizungumza na wananchi wa kata ya Bukokwa jimbo la Buchosa wakati alipokuwa akiendelea kukagua miradi ya maendeleo iliyotekelezwa katika eneo hilo. Miaka 5 ya mwanzo tumejenga mashule ya kutosha, tumejenga vituo vya afya vya kutosha, tumefungua barabara zetu za kutosha. Sasa hivi ukitaka kwenda Geita hauhitaji kwenda mpaka Sengerema. Kuna njia ziko ndani na kwenda mpaka Sengerema. Hata ukitaka kupita Kafunzo, unapita Kafunzo, unakwenda Chintu, unavuka darajani, unakwenda Wezero, unaenda Geita. Sawa sawa jamani? Buchosa imefunguka haijafunguka? Buchosa imebadilika haijabadilika? Bado wazazi wangu nisikilizeni. Wazazi wangu nisikilizeni. Niseme nisiseme? Sema. Niwaambie ukweli nisiwaambie? Waambie.
bado tunayo kazi ya kufanya, bado hatujafika ninakotaka twende. Ninapofumba macho usiku nikiwa kitandani, nikitazama Bukokwa nikiwa nimefumba macho, naona Bukokwa hapa kuna roundabout, naona kuna taa za barabarani, naona hapa kuna barabara ya lami, hapa kuna barabara ya lami. Hiyo ndio Buchosa ninayotaka kuiona. Bukokwa ndio mji unaokuwa kwa kasi kuliko mji mwingine wote jimbo la Buchosa. Uongo kweli? Nataka kuona Bukokwa inakuwa kibiashara kama ilivyo Nyehunge. Bukokwa iwe hivyo hivyo, wafanyabiashara wa hapa waanze kuchukua mali Dar es Salaam, wanauza kwa jumla hapa hapa. Uongo kweli? CCM oye! CCM oye! Nachokiomba kutoka kwenu wazazi wangu ni ushirikiano wenu. Msiniachie peke yangu, sitaweza. Kama mnanipenda mtanisaidia. Taarifa kutoka Buchosa inatupa nafasi ya kuelekea viwanjani ambapo mashindano ya kombe la mkuu wa majeshi CDF Cup mwaka 2026 yamezinduliwa rasmi, ambapo makundi mbalimbali yanayoshiriki yameingia uwanjani kwa gwaride maalum kuashiria ufunguzi rasmi wa mashindano hayo uliofanyika katika uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam. Undani wa mashindano hayo tuungane na mwenzetu Onesmo Mvanda kwa taarifa zaidi. Mashindano hayo yamezinduliwa rasmi na Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa JKT Dr. Rahimu Nyansawa, ambapo kauli mbiu ni amani, umoja na mshikamano kwa ujenzi wa taifa, ukilenga kuimarisha afya, mshikamano, ushirikiano na ushindani wa kirafiki miongoni mwa wanajeshi na kandi mbalimbali za JWTZ kupitia michezo. Mashindano ya CDF Cup 2026 yanashirikisha kandi zote za Jeshi la Ulinzi la Wananchi Tanzania JWTZ, ambazo ni kamandi ya jeshi la nchi kavu, kamandi ya jeshi la anga, kamandi ya jeshi la wahamiaji, kamandi ya vikosi vya chini na makao makuu ya jeshi, kamandi ya jeshi la kujenga taifa JKT, pamoja na kamandi ya jeshi la akiba. Kwa hiyo CDF kupitia hii ipo michezo ambayo kama nchi lazima tuipe kipaumbele, hasa tunapoibua vipaji vyetu kutokea jeshini kama kwenye riadha, lakini pia kutoa uwakilishi wa wanamichezo ambao kwa namna moja au nyingine wakienda nje, pamoja na mambo mengine, wanaitangaza nchi yetu na inafahamika na kuchochea sekta zingine kama sekta za utalii kupitia wanamichezo wetu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Kauli mbiu yetu ya mashindano haya inasema ni umoja, amani na mshikamano kwa ujenzi wa taifa letu imara. Sasa tukiwa na umoja na mshikamano, ndio kitu pekee kinachoweza kikatufanya sisi kama nchi tukajenga nchi yetu imara na kuleta maendeleo. Kwa hiyo hii pamoja na mambo mengine ni michezo, lakini inatukumbusha kuleta umoja na mshikamano ndani ya vyombo vyetu vya ulinzi, na ndio maana pia tuna wawakilishi wenzetu wa vyombo vingine. Hii inaonyesha sasa mshikamano ndani ya jeshi letu kwamba sisi ni kitu kimoja. Nitumie wasaa huu pia kupongeza sana kamandi CDF. Kamandi zetu zote tumeziona wawakilishi wa michezo wakipita mbele yetu hapa. Kiukweli inaonyesha ni namna gani tuko coordinated, kwa maana kwamba kama kuna jeshi la wanamaji, sasa huu ndo wasaa linakuja kuonyesha mashindano yao pamoja na jeshi la akiba. Kwa hiyo mwisho wa siku jeshi la akiba, jeshi la anga, jeshi la nchi kavu, JKT na wengine wote, ina maana kwamba lengo letu linakuwa ni moja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunalinda amani ya nchi yetu, lakini pia tunaleta umoja, na tukiamini kwamba kupitia michezo hii sasa jeshi letu linakuwa na lugha yetu moja, pamoja na kwamba tunatokea kwenye kamandi tofauti. Kwa hiyo CDF nakupongeza pia kwa hilo. Nembo yetu ya taifa kwenye ulinzi na ndiye amiri jeshi mkuu. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana 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 CDF kwamba tunapokusanyika hapa alafu tukaimba wimbo wa jeshi, tunakumbushana kwenye viapo, tunakumbushana kwenye viapo vyetu na kuviishi
kwa jinsi ambavyo kwa namna ya kipekee sana vinatuweka tuilinde nchi yetu kwa kuhakikisha kwamba misingi ya amani ndiyo chanzo na chachu ya maendeleo ya taifa letu. Wapiganaji hawa wamekula kiapo. Kiapo cha kwanza ni kwamba kwenye michezo yote watasimamia ile tunaita fair play. Kwa hiyo nawasisitiza sana kwamba tukipata mshindi, pamoja kwamba tunashindana, basi awe ni mshindi ambaye kweli amepatikana kwa haki na usawa kama tulivyo hapa. Wapo wengi ambao wanafanya vizuri, tunashindwa kuwataja wote, na tuna imani kwamba kwa mashindano haya tutaendelea kuwapata wachezaji wazuri zaidi watakao tuletea medali nyingi zaidi za dhahabu, fedha na shaba. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa wana michezo ambao wanatarajia michezo hii kufunguliwa leo, ninafahamu harina shauku kubwa walionayo katika kushiriki michezo hii, ambapo mtajumuika katika viwanja vya michezo mbalimbali ili kuonyesha vipaji kwa kadri mlivyojiandaa. Ni matumaini yangu kwamba mtadumisha nidhamu, kufuata sheria na kanuni za michezo husika ili kuleta tija na kufikia malengo ya mashindano haya ambayo tumejiwekea wenyewe. Napenda kuwapongeza wakuu wa kamandi kwa kuandaa vizuri timu zenu na kuziwezesha kushiriki katika mashindano haya. Na kwa maana nyingine tena, napenda kuzipongeza timu zetu kwa kushiriki. Napenda kuzitakia timu zote ushiriki wenye tija na mafanikio. Ni matarajio yetu kuwa kupitia mashindano haya vipaji mbalimbali vitaonekana na kuibuliwa, hivyo kuimarisha timu zetu ili ziweze kutoa uwakilishi mzuri kwa jeshi na taifa kwa ujumla katika mashindano mbalimbali ndani na nje ya nchi. Onesimo Mvanda, Matukio Daima. Naam, asante sana Onesimo Mvanda kwa taarifa hiyo ya michezo ambayo inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla hatujahitimisha tusikilize tena muktasari wake. Hujambo na karibu Matukio Daima habari, na miongoni mwa habari tulizonazo kwa siku ya leo ni pamoja na Mbunge Ngajilo awataka wazazi kushirikiana na serikali kuhakikisha kila mtoto anapata elimu bila ubaguzi. Msiwafiche watoto. Msiwafiche watoto. Watoto wote waletwe shule. Wewe hata kama huna uwezo, hali yako mbaya kabisa, peleka shule. Mkuu amekufanya. GDC yawataka wawekezaji kutumia fursa kuwekeza katika nishati jadidifu. Waje kwa wingi, sisi tunawakaribisha na tutaendelea na hili zoezi letu hata katika mitandao yetu ya kijamii kuendelea kutoa elimu na kutoa hamasa kwa wawekezaji. Vijana bodaboda Mkimbizi Shayo washukuru msaada wa kuboreshewa ofisi na Mbunge Ngajilo. Na pia tunashukuru kwa sababu ametuahidi atujengea banda letu hapa tukiwa sisi kama bodaboda. Kwa kweli tunashukuru sana. Asante sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo tulipokusomea taarifa yetu habari mpaka sasa tamati. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Beldina Majinge. Uwe na usiku mwema. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge hapa ni comfort zone. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shogangu Halima, mwenzangu una kazi, mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shogangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shogangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukiro entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He?
Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika: awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embalasasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.